من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بالاحسان الى يوم الدين. اما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehema kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakuna budi leo kurejesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye haki ya kushukuriwa, kwani Allah mwenye anasema la in shakartum la azidannakum, ikiwa nyinyi mtanishukuru, mtakithirisha kunishukuru, basi hakika nitakuzidishieni katika hilo ambacho mnavyohitaji. Ndugu zangu, leo tukiwa katika ibada nyingine tukufu ambayo ni mpya, sio kama ile ambayo iliyopita, na ni siku mpya, sio siku ambayo iliyopita. Kwa hivyo ni sisi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na atuwafikishe katika hii ibada yetu ya leo, ili tuweze kuitekeleza vizuri kwa sharti zake na kwa wajibu zake na kwa sunna zake, na hatimaye Allah subhanahu wa ta'ala aweze kukubalia ibada hii tukufu. Ndugu zangu, tukiwa katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani, leo biidhnillahi ta'ala tutazungumziana au tutakumbushana kabla ya hotuba yetu namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza hili kundi la mwisho la mwezi wa Ramadhani, namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameupa thamani kundi hili la mwisho, namna ambavyo ibada yake inapatikana, na namna ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuelekeza. Nilikuwa au nikiwa nikizungumzia sana kuhusiana na wakati na namna Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuapa kutokana na wakati, nani nikiwa naendelea kuzungumzia kuomba muhimu wakati. Tumeona au kufundishwa tukielekezwa 10 la kwanza matukufu yake, 10 la kati au 10 la pili matukufu yake. Sasa tuko katika 10 la mwisho, 10 ambalo sasa wale ambao waliolima na kupanda sasa wanavuna. Wale ambao waliolima vizuri wakajiandaa kwa mashamba yao vizuri, sasa wanavuna. Kwa hivyo na sisi tuko miongoni mwa wale ambao watakuwa ni kuvuna mavuno yaliyokuwa mazuri na yalikuwa safi. 10
hili la mwisho linapatikana usiku wenye cheo, usiku ambao haukupatikana katika kundi la kwanza wala haukupatikana kwenye kundi la kati au kundi la pili, isipokuwa usiku huo au wakati huo tena Allah subhanahu wa ta'ala ameuficha kisha akamsahaulisha mtume wake. Alimuonyesha, lakini muda mfupi tu akawa nimemsahaulisha. Lengo ni nini? Lengo ni kwamba tuweze kufanya jitihada ya ukamilifu, jitihada ya makusudi kuweza kupata fadhila za usiku huu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada billahi minash shaitani rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khayrun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufahamisha hakika aliteremsha Qur'ani katika usiku wenye cheo, lakini pia akasema wama adraka ma lailatul qadr. Anamuuliza mtume wake ambaye hajui, nabii ummi, yeye Allah anajua, lakini anamuuliza mtume wake wama adraka ma lailatul qadr, ni kipi kitakufahamisha kwamba hii ndio lailatul qadr, utaijuaje? Yeye mwenyewe akajibu lailatul qadr khayrun min alf shahr, huo usiku wenye cheo ni bora kuliko miezi 1000. Ni muda mfupi ambao ni baada ya jua kuzama na machomozo ya alfajiri, lakini matukufu yanapatikana hapo ni makubwa ya thamani kuliko miezi 1000, na ukipigia hesabu miezi 1000 ni sawa na miaka 83 na miezi kadhaa. Kwa hivyo Lailatul Qadr, Lailatul Sharif, ni usiku wenye cheo. Sema fadala Allahu ala alfi shahri laisa fiha Lailatul Qadr. Huu usiku wenye cheo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameufadhilisha, ameufanya kuwa ni mtukufu, ni bora kuliko miezi 1000. Asema laisa fiha lailatul qadr, miezi 1000 ambayo ndani haina usiku wenye cheo. Hapa tunaona namna gani Allah alikutukuza huu usiku. Kama wasumia lailatul qadr, na imeitwa hii kuwa ni lailatul qadr, kuwa ni usiku wenye cheo, imma li sharafi qadriha wa uluu manzilatiha. Inawezekana Sheikh anasema imeitwa hii Lailatul Qadr kuwa ni usiku wenye cheo, imma ni kwa sababu ya matukufu yake na ule ukubwa ambao Allah ametukuza ndani ya usiku huu, yale yanayopatikana siku hiyo au muda huo. Kwa sababu hiyo ndio Allah ameupa nafasi kubwa, utukufu mkubwa kwa yale yanayopatikana, sio usiku ule, yale yanayopatikana katika usiku huo Allah amefadhilisha kuliko miezi 1000 sasa na miaka 83 kwa muda mfupi. Kwa hiyo tunaona jinsi gani kama mtu ataudiriki muda huo atakuwa amepata fadhila nyingi na utukufu mkubwa. Kwa hivyo imma ni hivyo na ile nafasi yake ya juu, lakini sio hivyo. Sheikh akasema imma
al-irzaqa wal-ajala, imma kwa sababu usiku huo Allah subhanahu wa ta'ala ameukadiria usiku huo kwa ajili ya kugawa riziki za waja na muda wa kuishi waja ndani ya usiku huo. Sheikh anasema hivyo kulingana na matukufu ya usiku huo, min sanati ila sanati, kuanzia mwaka huo mpaka mwaka unaofuata. Sasa akasema tukadiru fi tilka al-layl, hukadiriwa katika usiku huo mambo yote ya riziki za waja kuanzia mwaka huu 2026 mpaka 2027 au 1447 mpaka 1448 Hijiria miladia. Kwa hiyo ukiangalia, ukichunguza, kwa nini mwenye kiini cha akili haipaswi kumfanyia mzaha muda huo au usiku huo? Kwa nini? Kwa sababu yale ambayo yanapatikana humo ni mengi na ni matukufu. Lakini pia sio tu katika hilo, lakini akasema watanzilu malaikatu waruhu fi tilka al-layl, ndani ya usiku huo wanateremka malaika wengi kweli kweli, lakini wakiwa na kiongozi wao Jibril alayhi salam. Tunamwona tufahamuni kwamba Jibril alikuwa akishuka katika zama za mitume, lakini ndani ya 10 la mwisho hili atakuja, au huenda ameshakuja, kwa sababu kuna 21, kuna 23, kuna 25, kuna 27, kuna 29. Kuna baadhi ya hadithi sahihi zinasema mtume alimuona usiku wenye cheo ndani ya mwezi 21, na hadithi nyingine inasema mtume sasa alimuona usiku wenye cheo katika mwezi 27. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alimficha mtume wake ili asiweze kujua ni tarehe ipi katika masiku ya witri. Kwa hivyo na sisi sasa hatuna budi kuweza kutafuta kujipinda tuweze kuyapata masiku hayo au usiku mmoja. Lakini pia sio hilo tu, fayusallimuna ala al-mujtahidina, hao malaika wanapokuwa wamekuja sasa, wenyewe kazi yao ni nini? Wanakuja kwa ajili ya kuwasalimia, kuwapa salamu kutoka kwa Allah wale ambao walikuwa wakijitahidi katika usiku huo kufanya amali mbalimbali, ima kusoma Qur'an, ima kufanya adhkari, tahlili wa tahmidi, ima kufanya istighfari, ima kuwa katika kisimamo namna hiyo. Kwa hiyo hawa ndio kazi yao hivyo. Lakini pia yuballighunahum salaman an rabbihim, wanazifikisha salamu kwa ukamilifu kutoka kwa Allah. Hawa malaika kazi yao wanazifikisha salamu kwa ukamilifu kutoka kwa Mola wao. Ni viumbe ambavyo sifa yao wanatekeleza yale wanayoamrishwa. Mwanadamu ameamrishwa kuswali, ameamrishwa kufunga, ameamrishwa aoe asizini, ameamrishwa aseme kweli, ameamrishwa asiwe mshirikina, ameamrishwa asiwi namima, ameamrishwa. Lakini maamrisho yote unaweza usimkute kwa yote hayo, usimkute ukamkuta kwa yale ambayo Allah amemkataza, ukamkuta huko. Wangapi tunawaona tena wengine wanakuta ndani ya swala 5. Sasa hawa viumbe Allah anatukuza, wanafikisha ujumbe kutoka kwa Mola wao, lakini kwa watu gani? Kwa wale waumini, sio Muislamu. Muumini ambaye mwenye sifa ya Kiislamu, sio Muislamu, ni muumini ambaye ametokana na dini na imani ya Uislamu.
tunaacha ibada tukufu, ibada maalum, tunaenda kwenye TV, aidha uwanjani kabisa usiku kuangalia mpira, kwa kuwa tu mtu ni mpenzi wa timu yake, lakini hatuna upenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutuletea ibada ambayo imekuwa ni sababu ya sisi kuzungumza na Allah. Leo mtu yuko tayari kumuomba mwanadamu, lakini angalieni, anapomuomba anampigia simu ya mabiaji, inaambia kwa sasa jamaa patikani. Lakini Allah ni nani alimtafuta Allah akamkosa? Aliishi kidole juu. Sasa mimi nakamata nguvu na mhitajia Allah, nataka niongee na Allah, nimweleze mambo yangu, halafu akawa Allah apatikani. Maana huyu leo apatikani. Kwa hivyo tunaona jinsi gani kwa kuwa tu ule muda Allah alimficha kwa mtume wake, basi tunatakiwa sisi tupinde kuweza kutafuta. Lakini pia sio tu hayo ambayo yanayopatikana huko, ni mambo mengi anasalimiwa kila muumini na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kiongozi gani maarufu au gani maarufu aje alafu akusalimie vya mikono, ulimwengu mzima utajua. Lakini ile imani ya kusema sasa mimi muda huu nasalimiwa na Allah, hakuna. Lakini imani ya vitu vinavyoonekana tunayo. Sasa imani za kurukia tunasema ziko za namna mbili. Kuna imani ya kujua kwa Mungu yuko, lakini kuna ile imani ya kujua ninachofanya hiki mimi nitakwenda kusimama mbele ya Allah na atakuja kunihoji au atataka taarifa ya hiki ninachofanya. Hiyo ndio imani ambayo walikuwa nayo waja wema waliotangulia. Lakini imani ya kujua Mungu yuko kila mtu anayojua. Man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi hivyo. Lakini bila kutambua kwamba mimi sasa niko chumbani na binti wa watu, nafunga madirisha na milango na mapazia, lakini kumbe Allah anafanya nini? Ananiona. Hiyo ndio kusikana baadhi. Ndio maana mtu anapata silaha kwenda kufanya maangamizi, mtu anafanya ushirikina usiku. Ile hofu kubwa imeondoka, ana hofu ndogo tu ya njaa, kwamba mimi nilinde sana nitaka sana nipate chakula. Kwa hivyo ndugu zangu, tufahamuni hilo. Lakini pia kama na miongoni mwa fadhila za huu siku anasema anna man qama imanan man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hii ndio imani ambayo inakusudiwa. Yule atakayesimama hali ya kuwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa, lakini akawa na imani kwamba haya anayoyafanya mtu atakuja kuhesabiwa na malipo yake atakutoaje ni Allah, asiyekuwa na mapungufu atamkamilishia hesabu yake. Basi mtu huyo akiwa na imani hiyo atasamehewa, Allah atamsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Kwa hivyo tunaona ni jinsi gani ambayo sisi tunaweza tukautumia huu wakati vizuri na kutupa faida kubwa. Lakini pia ni namna gani tusipotumia huu wakati vizuri utakuwa ni wenye kutupa hasara kubwa. Ni nani miongoni mwetu anasema yuko tayari atakuwa na uhai wa kufika Ramadhani ijayo? Ni nani anaweza kusema hivyo? Hii ni kuonyesha kwamba mughafala tulionao ni mughafala ambao wenye upungufu wa imani, yaani ule ukamilifu wa imani tuliokosa.
lakini pia ni usiku ambao mja muumini anapata nafasi ya kusamehewa madhambi yake. Ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Na dalili ya hili sasa, dalili ya hili tunalipata katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema kwamba taharrau, fanyeni pupa, jipindeni kuitafuta au kutafuta usiku wa cheo. Tusifanye pupa tu kwenye jitihada mbalimbali za kukoma ambazo hazifiki kaburini. Tusishie hivyo. Pupa zifanyike sehemu zote, pupa ya dunia kwa maandalizi ya akhera. Asa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema taharrau lailatul qadr fi witr min al-ashr al-awakhir min Ramadhan. Fanyeni pupa kutafuta usiku wenye cheo, usiku wenye baraka, usiku ambao wewe unasalimiwa na malaika Jibril, unapeana naye mkono na anakupangia, anakuletea taarifa kwa Allah, wewe bwana mwaka huu utakwenda hija, wewe bwana mwaka huu bwana utapata ajali kuvunjika mguu, wewe bwana mwaka huu bwana riziki yako itakuwa ya finyu kweli kweli, wewe bwana mwaka huu bwana utanunua gari, wewe bwana mwaka huu bwana wewe utakusudiwa sana, wewe bwana mwaka huu bwana itakuwa hivi na hivi na hivi, kilimo upati. Sasa kwa ibada na dua Allah ana nini? Anabadilisha. Lakini ndio kwanza mtu anakufa ni corona, akisema maana nimechoka kweli, wakati za mchana kweli umechoka, lakini mbona vingine uchoki? Ndugu zangu, mtakuwa na hasara kubwa kama hatukutumia wakati vizuri, na tutakuwa na faida kubwa kama tutatumia wakati wetu vizuri. Niishie hapa, niwape taarifa kabla sijakaribisha hukumu kusimama. Na katibu inshallah atasema tuna hali ya mabadiliko. Kila mwaka karibu mwaka watoto wanne sasa tunasalia uwanjani ibada ya Idi. Ni kulingana na hali hii tumeadhimia hali na kibali cha pale. Sasa endapo kama hali haitakuwa rafiki, ibada hii tutaifanyia hapa. Lakini pia taarifa ya pili, tutakuwa na mashindano ya Qur'ani kwa kuisoma Qur'ani kwa usahihi, kwa hukumu zake, yanaelezea mwezi 20 na mwezi 20 na tarehe 21 mwezi Machi. Kwa hivyo kama kuna mtu ana uwezo kuichambua Qur'ani, aje nichukue jina lake nilipeleke sehemu husika. Bali Shabani kesi anasema hapa mambo ya sanaa, kutengeneza sauti. Sasa tunataka tuione sauti yako vizuri, namna ambavyo unaweza kupanda na kushuka kwa kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala.